Kazi yetu ni kunukuu na kuangalia katika medali za kimichezo, na tunashukuru kabisa kwamba ligi imeweza kumalizika salama na tupo katika maandalizi na kuangalia msimu unaokuja wa mwaka 2025-2026. Je, utakuwa ni msimu wa aina gani na vipi kuhusu katika hizi dabi mbili? Yani kwa sasa hivi Simba wanajiuliza ni wapi wamekwama, ni wapi wamefeli, na ni wapi inabidi waweze kupongeza ama waweze kuzidisha juhudi na jitihada ili mradi kesho na kesho kutwa hata ligi itakapoweza kufunguka, basi katika dabi ambazo nafikiri kwa sasa hivi zipo zinabamba katika barani Afrika ni dabi pia ikiwemo ya Simba na Yanga, kutokana pia na umati lakini pia na ile pia miamko ya Watanzania katika dabi hizi. Ni kwamba Simba wanajiuliza, yani kitendo cha kufungwa mara 5 mfululizo ni swala ambalo linawafanya na linawaumiza sana kichwa, ila ni kufahamishe jambo linaloendelea kwa hivi sasa ni katika tetesi za usajili, ni katika tu kuboresha na kuangalia ni namna gani ambavyo Simba wanaweza wakadominate na kuhakikisha kabisa kwamba wanapata matokeo na kujikuta katika hali ambayo inaweza ikawapa pia uaminifu wa kwamba kikosi cha msimu unaokuja huenda kikawa ni kikosi bora. Yani tupo kwenye swala la kuachana na Moussa Kamara, ama pia kama ataendelea kuwepo lakini kipa nambari 1 asiwe Moussa Kamara. Hivi sasa unaambiwa kwa mujibu wa semaji la Simba, semaji la Kafu, yani ni kwamba limeweza kuwatoa hofu wana Simba ama mashabiki wote wa Simba kwamba msimu unaokuja wasiwe na wasi, wasiwe na hofu. Kwanza golikipa anayeanza na golikipa anayetoka, basi hakuna ambaye atakuja kuliwazia hili swala na kuliamini hili swala mpaka huyu mwamba aweze kutua katika ardhi ya Tanzania. Hapa tunamzungumzia mwamba ambaye muonekana kuwa ni misili ya kudaka mpaka chembe chembe za mvua, ambaye ni Mwamba Fofana, ambaye ni golikipa wa timu ya Al Hilal ya Sudani. Unaambiwa minyato imekuwa ni mingi, lakini scouting ya Simba iko makini na inafanya mazungumzo na golikipa huyu mlinda mlango nambari 1 wa klabu ya Al Hilal ya Sudani. Tunafahamu kwa wale ambao walitazama mechi vizuri katika michuano ya klabu bingwa, nafikiri ni wazi aliweza kuonekana Fofana, ambaye pia alikuwa kwenye kundi moja na klabu ya Yanga. Bila shaka kila moja aliweza kuona uwezo wake na jinsi ambavyo amekuwa akijiweza kujitwist na kuwa pia ni golikipa ambaye ni wa objective football wa mpira wa kisasa, nikiwa na maanisha basi tayari Simba ipo katika mazungumzo kuongeza golikipa mwingine. Kwa hiyo hatujafahamu ni mara baada ya magolikipa waliopo katika listi ya Simba kwamba kuna uwezekano wa baadhi ya magolikipa kuachwa, ili mradi pia kuhakikisha kabisa kwamba wanabakia na golikipa mmoja mzawa, lakini pia na hata wawili kutokea nje, kwa sababu pia katika sheria kanuni pia zinaruhusu kwa magolikipa wawili ambao wanatokea katika nje ama pia ya nchi, lakini pia na hata ligi tofauti tofauti. Kwa ni swala ambalo sijajua kwa klabu ya Simba inawaza kuachana na Moussa Kamara, lakini binafsi naona kwamba ni swala ambalo sidhani kama litakuwa ni sahihi endapo watafanya hivyo, licha kwamba siwezi nikawa na maamuzi sahihi kwa sababu wanachama pamoja na viongozi wao ndo wanaoangalia ni namna gani ambavyo wanaweza wakatengeneza pia kikosi bora cha msimu unaokuja. Na Simba wamepata nguvu zaidi ni kutokana pia na makosa ambayo yameonekana kwa Moussa Kamara kwamba kuna makosa amekuwa akiyafanya yanaigharimu klabu ya Simba. Yani tuache ushabiki maandazi na twende katika uhalisia. Yani Moussa Kamara ni goalkeeper mzuri sana na ni one of the biggest pia football goalkeepers ambao wanafanya vizuri, na ni wapo katika orodha pia magolikipa ambao pia hivi sasa wanatumikia timu zao za taifa. Lakini katika jambo ambalo liliweza kujitokeza katika dabi ya Kariakoo, yani ilikuwa pia ni wazi kosa la Moussa Kamara. Yani hilo ni lazima tuweze kukubali kwamba yeye ndo aliyetengeneza faulo ya kuigharimu na kuidhoofisha klabu yake ya Simba. Nitakurudisha pia awali katika mechi ya finali ya kombe la shirikisho, pia the same katika mechi hiyo walipokuwa wanacheza na RS Berkane, pia alifanya mistake ambayo ikaidhoofisha klabu ya Simba na kujikuta ameruhusu goli. Yani kuna makosa ambayo yanaonekana kuwa ni makosa tentative, ambayo ni makosa makubwa ambayo yamekuwa ya muendelezo, yamekuwa yakigharimu klabu ya Simba. Wenda katika finali endapo
endapo labda Musa Kamara asingewadhoofisha Simba kwa kuweza kuruhusu goli, basi kungekuwa na uwezekano wa wachezaji wa Simba kuongeza jitihada, nguvu, kasi na kuhakikisha kabisa kwamba wanapata goli na wanapata matokeo. Lakini cha ajabu, yeye ndo amekuwa kiongozi wa kufanya makosa ambayo yanazaa magoli na kujikuta kabisa timu inakuwa inadhoofika, kwa sababu matokeo ambayo pengine kwa ule muda yanayohitajika huenda yakawa amesha wazuru kwa 100% kama kilichoweza kujitokeza kwenye dabi. Yani tunajua Yanga alikuwa anatafuta suluhu tu, yani ya 0-0 1-1. Sasa kitendo tu cha kumpa Yanga goli manake tayari umeshatengeneza mlima mzito. Kwa hiyo Simba inabidi ipambane kwanza kurudisha goli, alafu pia ipambane pia na kushinda, ambalo ni swala ambalo kiuhalisia katika dakika ambazo tayari alikuwa ameshafanya faulo ya design kama ile, ilikuwa ni vigumu na ilikuwa tayari imesha tengeneza changamoto na ukakasi katika mechi ile ya dabi ya Kariakoo. Kwa ni maswala ambayo inabidi pia kwa klabu ya Simba waangalie, huenda ikawa ni sababu kubwa ya kumleta golikipa Fofana, ili mradi pia kama kutakuwa na mistake ambazo zitakuwa ni endelevu, basi Fofana atakuwa anaingia kukava the mistake kwa Musa Kamara. Je, unalipi la kuzungumza ama unalipi la kushauri zaidi katika hiki kinachozidi kuendelea baina ya usajili mpya ambao unasikika zaidi kuweza kuonekana kabisa kwamba Fofana anaweza akawape ni ingizo jipya katika upande wa klabu ya Simba? Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatboy Media.